wa hadithi. Tumeelewana vizuri Unwani yenyewe ni ile ile ambayo inasema misingi ya kuwasoma na kuwafahamu maruwati wapokezi wa hadithi. Tulimaliza darasa namba 4 na hii ni darasa namba 5. Kwa hiyo barakallahu fikum, hapo tutakuwa tumemaliza kuhusiana na Alqama, na huyo ni katika matabiina ambao ni thiqa, ni katika mathiqa, yani hakuna shaka katika habari yake. Lakini kama alivyosema vile vile Ibn Sa'di kwamba qalilu alhadithi, hadithi zake sio nyingi. Tunakuja sasa kumalizia katika mtu wetu aliyobakia. Sanadi yetu ina watu wangapi? Kuna Al-Humaydi wa kwanza, Sufyan wa pili, Yahya wa 4, Muhammad wa 5, Alqama wa 6, Umar wa 7. Katika mambo ambayo tunatakiwa kuyafahamu katika hii sanadi, mmoja katika wanafunzi aliuliza, hii hadithi ina maana imepokelewa na hawa tu, hakuna watu wengine walioipokea? Kwa kauli ya maulama, katika masahaba hakuisikia isipokuwa Umar, na kutoka kwa Umar hakuisikia isipokuwa Alqama, na kutoka kwa Alqama hakuisikia isipokuwa Muhammad ibn Ibrahim, na kutoka kwa Muhammad hakuisikia isipokuwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ila baada ya Yahya ibn Sa'id al-Ansari kina Sufyan na wenzake. Zaidi ya watu 200 wamesikia kutoka kwa Yahya. Kwa hiyo kutoka kwa Yahya kina Sufyan ibn Uyayna na wengine wengi walisikia hapo. Kwa hiyo kutoka kwa Umar alipokea peke yake, Alqama peke yake, Muhammad peke yake, Yahya ibn Sa'id peke yake. Kutoka kwa Yahya tena wakawa watu wengi, zaidi ya watu 200 wakachukua kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kwa hiyo hii ni faida ambayo ndio tunaibu kwa wote kwamba wafahamu hivyo. Mwingine vile vile likaulizwa sala, je, ina maana sisi kuwapangilia hawa maruwati katika sanadi? Kwa nini tusiwaingize wengine? Kwa sababu ya msingi kwa kila talib anatakiwa asimulie hadithi kutoka kwa mwalimu. Yani maana yake kila mtu anatakiwa awe na mwalimu ambaye kachukua ilmu kutoka kwake. Kwa hiyo Imam al-Bukhari kachukua ilmu kutoka kwa Al-Humaydi, ndio akasema kana hadithi ya mimi Al-Humaydi, na Al-Humaydi kachukua ilmu kutoka kwa Sufyan, ndio akasema kana hadithi ya mimi Sufyan, na Sufyan kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ndio akasema hivyo, na Yahya ibn Sa'id al-Ansari kachukua kwa Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, ndio akasema hivyo, na Muhammad kachukua ilmu kutoka kwa Alqama, ndio akasema hivyo, na Alqama kachukua kutoka kwa Umar. Na baadhi ya hawa wanafunzi wanaweza kushirikiana kuchukua hadithi kwa shekhi mmoja.